Mheshimiwa Baba Mchungaji, Mheshimiwa Injilisti na viongozi wote wa dini, ndugu familia ya Bwana Fred Enoch Mole, ndugu waombolezaji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa wale ambao assalamu alaikum. Nami napenda kuchukua nafasi hii kwanza kutoa salamu za pole kwenye msiba huu mzito. Tumepoteza tumaini la jamii, tumepoteza tumaini la familia. Mtoto huyu tunasema kwamba ni nguvu kazi tarajiwa kwenye jamii yetu na taifa kwa ujumla. Ni masikitiko makubwa kupoteza nguvu kazi ambayo inatarajiwa kwenye jamii yetu na nchi yetu kwa ujumla. Hivyo basi nitoe pole nyingi sana kwa familia, pole nyingi kwa jamii yote ya Monduli kwa ujumla, kwa kuondokewa na kijana wetu ambaye ni tegemezi kwetu, ambaye pia tulikuwa tunamtegemea nasi kuja kujumuika katika shughuli za taifa. Nami basi naomba nisimame katika neno la faraja kutoka kwenye Zaburi 34 mlango wa 18 inayosema, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Katika msiba huu tuendelee kumtumainia Mungu, tukiamini yeye ndiye nguzo pekee ya kuwa faraja kwetu. Hata tukalia vilio vyote, lakini Mungu kampenda zaidi mtoto wetu Ethan, na leo amemuita katika makazi mema huko mbinguni. Tuendelee kumwombea, tuiombee familia, na pia tuendelee kuchukua tahadhari kama ambavyo ametangulia kusema diwani mwenzangu wa mtoto. Tuchukue tahadhari, lakini pia wale wenye mifugo tuendelee kuhakikisha kwamba mifugo wetu wanapata chanjo inayostahili ili kuondoa adha hii kwenye jamii. Na kwa hatua za mwanzo, idara yetu ya mifugo imeanza kuchukua hatua. Nafikiri mnakumbuka kuna kipindi fulani mbwa tuliona wameshaanza kuzagaa wengi, ilitafutwa sumu na kuanza kuangamiza wale mbwa ambao walikuwa wanazunguka, ili kupunguza tatizo la kuwa na wale mbwa wanaozunguka katika mitaa yetu. Kwa hivyo basi, tuwe wananchi wema kwa kuwatunza hao wanyama. Tunawatunza kwa kuwajali, kwa kuwapa chanjo, hata wewe pale nyumbani asije kuwa changamoto. Kwa sababu leo tuko hapa, japokuwa Mungu amempenda na ametamani kifo chake pengine labda kiwe hivyo, lakini isitokee sisi binadamu kuwa sehemu ya uzembe ambao utasababishwa na sisi wenyewe pia kwenye haya. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Baba Mchungaji, nimesimama hapa mbele leo tena baada ya siku 3-4 zilizopita tulikutana hapa, lakini leo sitazungumza sana kwa sababu diwani wa eneo husika yupo, nadhani nitamkaribisha, lakini nami nichukue nafasi kabisa hii ya kipekee kuwapa pole sana familia. Naondokewa na mtoto, sio jambo rahisi na sio jambo la kulizoea, na Waswahili wanasema msiba usikie kwa mtu mwingine lakini usikukute. Nasema hivyo kwa sababu aliyeondoka ni mtoto mdogo sana. Ni jambo ambalo linauma kweli kweli. Niliwahi kusema wakati mwingine tunapotoka kwenye mihangaiko yetu, tunaporudi nyumbani, watoto hawa ndio faraja. Wakati mwingine unafika unacheza naye, hata wanakusahaulisha yale ambayo uliyapitia mchana wakati unawahangaikia kwa ajili ya maisha. Ndugu zangu, niwaombe sana tuendelee kuombea familia hii. Fredi, nikupe moyo, endelea kumtegemea Mungu
kama alivyozungumza baba mchungaji, ni wakati mgumu ambao huzueleki, lakini tuendelee kujipa moyo. Lakini niseme neno moja, kifo hichi chanzo chake ni ninatwa na mbwa. Kila mtu ana mifugo yake nyumbani. Chukua muda, hakikisha mifugo yako unaisimamia. Niwaombe sana. Ni kweli kwamba kila mtu atakufa, lakini lazima tuchukue tahadhari muhimu. Mbwa yule ingekuwa amechanjwa, maana yake ni kwamba pengine kungekuwa na msiba mwingine, lakini ambao hujasababishwa na mifugo. Kila mtu ana mifugo. Niwaombe, kamata mfugo wako, chanje, maisha yaendelee. Bahati nzuri sana, siku hizi kuna chanjo zipo, halmashauri inatoa. Kwa niwaombe ndugu zangu, nichukue nafasi hii kabisa kuwaomba kwa unyenyekevu, na tunaelekea mwezi ambao mbwa wengi kuelekea kipindi cha mahindi wanakuwa na vichaa. Niwaombe sana kwa moyo wa dhati, tuwachanje. Chanjo ipo, mwasiliana na watu wa mifugo, wanasema chanjo ipo. Niwaombe kila laheri, niwatakie kila laheri familia muondokewa na mpendwa wenu. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Baada ya kusema haya, nikaribishe Mheshimiwa Diwani basi uweze kutoa salamu za serikali.